Haikuwa nguvu ya uchumi tu. Haikuwa jina la ukoo pekee. Kulikuwa na kitu kingine. Mvuto wa kichawi. Ukimya wa kujua siri ya tamaa ya mwanadamu na uwezo wa kunong'ona mpaka mwanamke mwenye ndoa aliyeapa mbele ya madhabahu asahau kila kitu. Walisema Engonga alikuwa na maneno yenye asali na sumu kwa wakati mmoja. Na kuona hata wewe unajua kuna kitu kimekosekana kwako. Sauti ya kwanza ilianza hivyo. Angeingia ofisini akiwa na suti ya bei ghali, manukato ya Kigiriki na macho ya mtu aliyesoma mioyo kabla hajasoma vitabu. Hakuwahitaji wanawake wa mtaani, la hasha. Alijua udhaifu wa wale walioko kwenye ndoa, wanawake wazuri. Alijua wapi penzi lilipasuka. Alijua mahali pa kutega samaki mvuvi akiwa usingizini. Wakati wanawake wengi walimuona kama kiongozi, watu wa karibu walijua kitu kingine. Alikuwa mtembezi wa ndoto za mwili wa mwanamke. Alijua kuzungumza, lakini zaidi ya hayo alijua kusikia. Na katika dunia ya ndoa zisizo na mazungumzo ya kweli, kusikilizwa ni jambo hatari sana. Engonga hakuwa wa kupendeza kupita kiasi, wala si mrefu sana, wala mwenye misuli ya kutisha. Lakini alikuwa na kitu kingine. Kujiamini, confidence ya mwanadamu anayejua siri za mwili na moyo wa mwanadamu mwingine. Kama mchawi. Alitembea na harufu ya nguvu na sauti ya upole wa simba anayenong'ona. Ndani ya ukumbi wa mikutano ya serikali, Engonga alikuwa mtu wa kawaida tu. Lakini alipokuwa peke yake na mwanamke mmoja, ofisini, kwenye ukumbi wa kifamilia au hata kwenye mkutano wa kifahari, maneno yake yalibadilika. Alianza na swali moja rahisi. Unafurahia maisha yako kweli? Si swali la kiserikali hili. Si swali la kifedha. Ni swali la kuingilia moyo. Na karibu kila mwanamke aliyetegwa na Engonga alikuwa na jibu linalo sita. Ndipo pale alipoingia mfariji asionekana kama mtekaji. Kwanza aliwasikiliza kwa makini. Engonga alijua kuwa wanawake hawa ni wake za watu. Alijua kuwa wengine walikuwa wake wa marafiki zake, wake wa mawaziri, wake wa jamaa zake wa damu. Lakini pia alijua kitu ambacho wengi hawakujua. Ndoa nyingi ndani ya mfumo wa kisiasa wa Equatorial Guinea ni ndoa za kisiasa tu, sio za kihisia. Mapenzi yalishakufa. Wake walikuwa warembo sana, waliovaa vizuri, waliopambwa, waliopigwa picha nzuri, wakapendeza. Lakini ndani walikuwa vitabu visivyosomwa. Engonga akawa msomaji wao wa kwanza. Alikuwa na lugha ya kisiri, fundi. Aliweza kukuambia wewe ni mrembo hata bila kusema neno mrembo. Alikuwa na macho yanayoweza kukufanya ujiulize, kwa nini huyu mtu ananielewa hivi haraka? Kama mtu ambaye amesoma somo la tabia ya mwanadamu, alikuwa mtaalamu wa kutambua mahali penye pengo katika maisha ya ndoa ya mwanamke. Na penye pengo ndipo alipojenga jumba lake la kuingilia. Halafu akawapa kitu walichokuwa hawana: upendeleo, heshima, ukimya, faraga, raha. Walipewa kila kitu ndani ya muda mfupi. Hakuwa kama wapenzi wa mitaani. Hakuwa na haraka. Alijua muda wa kupiga simu, saa ya kutuma maua, wakati wa kusema nilikuona kwenye TV ulikuwa mrembo zaidi ya kawaida. Ulipendeza sana. Kwa wake wa viongozi wakubwa wa serikali ambao waume zao walikuwa wamejawa na mihadhara, mikutano na ulevi wa madaraka, Engonga alikuja kama maji ya baridi jangwani. Na hatimaye akawapa cha mwisho, usiri wa hatari. Engonga hakuwahi kulazimisha kamera, hakulazimisha video. Wengi waliruhusu wenyewe bila shurti. Kwa nini? Kwa sababu wakati ule walihisi hawajawahi kuwa na mtu anayewakubali hivyo. Ukinitazama najiona mimi tena, mwanamke mmoja alisikika akimwambia katika mojawapo ya video zilizovuja. Hii si sauti ya mwanamke asiye na ndoa, kaolewa huyu. Hii ni sauti ya mwanamke aliyepotea ndani ya ndoa yake, lakini akajipata ndani ya dhambi. Kuna waliokuja kwa hofu, wengine kwa matumaini, wachache kwa upendo. Engonga aliwafanya wanawake wajione special
kwa kuwa siri yake. Aliwafanya wajione wa kipekee kwa kuwa sehemu ya mpango mkubwa ambao wao hawakujua ni upi. Wengine walihisi ni sehemu ya mtandao wa nguvu wa kiserikali. Wengine walitaka kupandishwa cheo au kusaidiwa kwenye biashara. Wengine walihisi tu rahisi kufurahia maisha nje ya ndoa bila kuhukumiwa. Lakini walichosahau ni kwamba kwa Engonga hii yote haikuwa kuhusu mapenzi. Ilikuwa kuhusu udhibiti, control. Kila video ilikuwa silaha, kila sauti kumbukumbu, kila picha dhamana. Na yeye alikuwa benki ya aibu ya taifa. Na sasa wapo wanawake waliopoteza ndoa zao. Wapo waliopoteza heshima. Wapo waliokimbia nchi. Wapo waliodhoofika kisaikolojia. Lakini wapo waliomkumbuka na kusema, aliniona, angalau yeye aliongea nami. Katika dunia ya kisasa ambapo wanawake hupimwa kwa sura na heshima yao kwa ndoa, Engonga alijua kwamba utupu wa hisia ni tishio kubwa kuliko utupu wa pesa. Na hapo ndipo alipopenya, akavunja, akajenga na kurekodi. Hiyo ndio ilikuwa roho ya mwanaume huyu. Hiyo ndio ilikuwa sumu ya tabasamu lake. Na hii ndio sehemu ya kwanza ya simulizi hii. Mchepuko wa taifa, bunga bunga wa Afrika.